Na msikilizaji, safari inazidi kusonga mbele. Safari ya Hamza tunazidi kuendeleza, na hii ni sehemu ya 106. Tulipoishia sehemu ya 105 bwana, tuliona ya kwamba Airami pamoja na Hamza wamepata msaada kutoka kwa mzee mmoja anaitwa Rodman kuwachukua na kuwapeleka kwa huyu aliyekuwa ni mlinzi wa gereza ambalo alikuwa amefungiwa Postman. Kwa hiyo walimfuata huyo ili kuona namna gani wanaweza kumpata Postman. Na inaonekana Rodman pamoja na huyo jamaa wa kuitwa Sangara ni watu fulani ambao wana nguvu sana. Vibaya mno. Hamza mwenyewe alikuwa ni kama Periton. Kwa hiyo wakawa wameshasaidiwa namna ya kuweza kumpata huyo Postman, na sasa wanatoka huko kurudi sasa Tanzania, kwa sababu mambo yapo maeneo ya pwani, kurudi Tanzania ili waweze kumkamata. Hapo ndipo tupoishia. Je, Hamza wataweza kufanikiwa ama? Langu jina ni Lucas Lumbasi. Basi bwana, mara baada ya kupita kwenye anga hilo la baridi ya barafu, hatimaye waliingia juu ya anga la bahari iliyokuwa na joto. Wakiwa njiani, Hamza hisia zake zilikuwa katika hali ya mchanganyiko na alishindwa kujizuia kutouliza kila ambacho alihitaji kujua, hususan swala zima la kudidimizwa na Manet kwenye bahari baada ya kupokea shambulizi. Hamza aliamini kama angeweza kujifunza mapigano kutoka kwa mtaalamu wa kiwango cha juu kama Manet, angeweza kunufaika sana na kupanda viwango kwa haraka. Sasa Hamza akasema kwamba senior, kwenye huu ulimwengu vipi, kuna wataalamu wengine zaidi kama nyinyi? Msikilizaji, ukweli ni kwamba kwa kile Hamza alichokuwa akifahamu, wataalamu wa uwezo wa juu waliobaki walikuwa ni Jemadari na Armageddon Shakyamuni, na mtu wa jamii ya Strigoi ambaye mpaka wakati huo hakuwa akimfahamu. Hamza alijua fika lazima kuna wataalamu wengine wenye uwezo mkubwa ambao walikuwa kiishi kwa kujificha na ambao hawakujali masuala ya dunia. Isitoshe, kama mtu ameishi zaidi ya miaka 100, mtazamo wake hauwi sawa na watu wengine. Hivyo ni vigumu kuwa na matamanio ambayo wengi hudhani. Rodman mara baada ya kusikia swali hilo, alishia kuchezesha ulimi wake, kisha akasema kwamba mimi nitajuaje sasa labda wapo na ni wazee sana, pengine pia walishakufa muda mrefu. Hamza mara baada ya kusikia jibu hilo, alijikuta akikosa la kusema. Ingawa kujitokeza kwa Postman kulimpa mshangao mkubwa, kuonekana kwa wataalamu hao kulimfanya aone dunia ni kubwa zaidi ya vile alivyochukulia awali. Alishindwa kujizuia kushikwa na hisia nzito. Alitamani sana kuja kukutana na wataalamu wengi zaidi, akiamini kwamba wangeweza kumsaidia sana katika safari yake ya mafunzo. Upande wa Airami naye hakukosa swali kwa mtaalamu Rodman. Akauliza kwamba President Croft, unadhani kuna watu wengine wenye nguvu kama wewe ambao wanajifanya kuwa watu wa kawaida? Rodman akasema kwamba binti, unawaza kirahisi sana. Hivi unajua kwa mtu wa kawaida dunia ina 29% tu ya ardhi, na pengine ni chini hapo, kwani kuna sehemu ambazo zimefunikwa na barafu na kuna maeneo makubwa ya jangwa, maeneo ambayo watu wa kawaida hawawezi kudhubutu kanyaga. Katika macho ya binadamu wa kawaida, kauli yao ya kusema tunaichunguza bahari haina tofauti na kuangalia fukwe. Lakini kwa watu wazee kama sisi, au pengine wazee zaidi ya sisi, tuna 71% ya uso wa dunia, sehemu zilizofunikwa na bahari. Ni kwamba tu ardhi ndiyo sehemu pekee ambapo binadamu wa kawaida wanaweza kuishi, na hiyo ni sehemu ndogo sana ya dunia yote. Bahari ni sehemu hatari, yenye kina kirefu, inayobeba siri nyingi za ulimwengu. Kama unataka kuwa mtaalamu, usijione una nguvu ukiwa juu ya ardhi isiyo na maji pekee. Kama unataka kuwa mtu mwenye nguvu zaidi ya wenye nguvu kwenye uso wa dunia, unapaswa pia kujua namna ya kuiteka bahari na anga. Kwa hiyo usione hizo meli ndogo na ndege zinazopita juu ya maji na anga ukadhani ndizo zinateka bahari. Hivyo ni vitu vidogo sana ambavyo naweza kuviharibu mimi mwenyewe tu kwa kuchezesha vidole tu. Rodman aligeukia Hamza na Airami, kisha akiwa na macho yaliyojaa ari, akasema kwamba nyie watoto mnao safari ndefu sana ya kwenda. Hamza na Airami walishindwa kujizuia kushangazwa na maneno ya mzee huyo.
Na of course ni kweli, ulimwengu ni mkubwa sana kuliko vile binadamu wanavyodhani. Hamza alijihisi kama tayari alikuwa ameyafahamu maeneo mengi ya dunia. Lakini maneno ya Rodman yalimfanya atambue bado kuna maeneo mengi hajayajua. Binadamu siku zote wanaamini na wameweka nguvu zao katika kufanya utafiti wa anga na kuchunguza mbali zaidi ya anga kuna nini. Hata hivyo, hao binadamu hawaelewi ulimwengu waliopo wala siri za sayari wanayoishi. Kwa lugha nyepesi, binadamu wamepuuzia kuifahamu sayari yao wenyewe na badala yake wameweka nguvu kutaka kujua sayari nyingine. So Hamza alikubaliana kabisa na maneno ya Rodman na aliona kwamba yeye na wenzake wa daraja sawa watakuwa na mawazo na busara kubwa mno. Kuteka anga, kuteka ardhi, kuteka bahari. Maana yake ni kwamba binadamu anapaswa kukabiliana na asili yote ya ulimwengu katika usawa. Ulimwengu ni mkubwa sana na usio na mwisho na ambao umejaa maajabu baada ya maajabu. Hivyo Hamza alijiuliza, si anapaswa kuwa na mtazamo huo kama anataka kupata zaidi ufunuo wa siri za ulimwengu? Hamza mara baada ya kuwaza juu ya hayo kuhusiana ambayo amezungumza Rodman, mwili wake ulimsisimka na alijikuta akitoa heshima zake kwa Rodman. Akasema kwamba senior, nimejifunza kitu kikubwa sana kupitia maneno yako. Msikilizaji, Hamza alitamani muda huo kupiga magoti na kumshukuru mzee huyo, lakini hata hivyo haikuwezekana kutokana na kuwa angani. Kwa muda wa kawaida yangeonekana kama maneno mepesi, lakini kwa mtu kama Hamza ambaye ana uzoefu na mambo mengi yalikuwa ni maneno mazito mno. Airami licha kumsikiliza mzee huyo katika umakini mkubwa, lakini alielewa kidogo sana. Upande wa Rodman alishia kutoa tu tabasamu huku akimwangalia Hamza. Basi Rodman alisema kwamba tumeshafika, tunashuka chini. Aliongea hivyo na wote watatu walianza kushuka chini kwa spidi. Hamza aligundua hawakuwa Tanzania bali walikuwa makao makuu ya Adept. Sasa Hamza akauliza kwamba senior, kwa nini bado tumerudi hapa? Nidhani unanipeleka moja kwa moja Tanzania? Aliuliza Hamza akiwa katika hali ya mshangao. Hata hivyo Rodman alishia kuchezesha tu midomo, kisha akasema kwamba postman wa miaka 30 iliyopita na wa sasa ni tofauti. Hata kama ukifahamu sehemu alipo, bado utaishia kutawaliwa akili na yeye. Kama unataka kuwa na nafasi ya uhakika kumkamata, mchukue yule shemeji yako akusaidia. Hamza akasema Eriki. Mara baada ya kusikia kauli ile alionekana kushangaa. Alijiuliza, yani Eriki ana uwezo wa kukabiliana na postman? Basi ni muda ule ule Airami alionekana kuelewa kitu. Kisha akasema kwamba ni kweli kabisa, uwezo wa Eriki ni wa kukinzana na postman. Hamza akauliza, ni uwezo gani huo? Lakini muda huo Airami alikuwa akicheka, akitaka kuelezea. Mara aliweza kumuona Flower na Adept wengine wakitoka nje ya ofisi wakikimbia kuelekea upande wao. Airami haraka sana alibadili muonekano wake na kuweka kofia yake kichwani kama kawaida. Basi watu hao wa makao makuu walipiga makelele ya furaha na baadhi yao hata wakaanza kulia. Sasa Hamza na Airami wao baada ya kuona station walijikuta wakizungukwa na watu wao kwanza, ambao walianza kuwapigia makofi na kuwasifu kwa ushujaa wao. Akaulizwa president ya kwamba, president, una nguvu kubwa mno, umewezaje kukinga makombora yote 100? Kuna pia Master Lucifer, I say, hakika anastahili cheo chake cha mfalme wa kuzimu. Asante sana kwa kutokoa na hili janga. Asante mno, asante sana. Watu hao ukweli ni kwamba hawakufahamu kabisa nini kilitokea. Walikuwa wakiamini walioweza kukabiliana na janga hilo ni Hamza na Airami na kuharibu meli za kivita. Kumbe kuna mwamba mzee mmoja mlevi ambaye wanamchukuliaga poa tu. Airami alitaka kuelezea kwamba yeye si shujaa aliyefanikisha ushindi wa vita hiyo, lakini Rodman pale pale alimtingishia kichwa akiwa na muonekano wa usiri, akimwashiria asiongee chochote. Airami hapo aliweza kuelewa mzee huyo hakutaka ukweli ujulikane, kwani ungemuondolea maisha ya amani aliyokuwa akiishi. Wakiwa hawana jinsi,
Airam na Hamza walishia kupokea sifa hizo, lakini mioyoni mwao walihisi haya. Rubila akasema kwamba Mr. Roloff kumbe haukufariki. Rubila ambaye ni mkuu wa ulinzi alimshika Roloff begani huku akitabasamu kwa furaha ya kuonana tena. Muda huo Rodman, mtaalamu wa shinikizo la anga, alishageuka tena kuwa mzee mlevi asiye mbele wala nyuma. Sasa Rodman akicheka akasema kwamba kijana, lete chupa vodka. Flower akasema kwamba shenzi kabisa we mzee. Yaani bado tu unawaza kunywa? Ungeshakufa kama isingekuwa kwa rais wetu na Mr. Lucifer hapa. Unawaza pombe tu. Aliongea Flower. Asa Rodman kama kawaida yake alipenyeza mkono wake chini ya bega la Flower na kuanza kumtekenya. Flower akasema, "Wewe mlevi hivi unafanya nini wewe?" Flower alishia kumwangalia kwa hasira nyingi huku akiondoa mkono wake. Akasema kwamba niwe mzee, yaani nakunuka kwako bado tu na ujasiri wa kunishika. Rodman alishia kucheka tu. Alitoa mkono kwenye kwapa huku akinusa harufu ya jasho na kucheka. Akasema vinanukia vizuri. Akaambiwa mshenzi wewe. Mara baada ya kuona mzee Rodman alivyo na furaha, Hamza na Airam walishia kuangaliana kisha wakacheka. Ilionekana mzee huyo alikuwa na furaha mno juu ya maisha aliyochagua. Hata hivyo, kwa Hamza hakuwa na muda wa kutosha kufurahia nao ushindi. Haraka alimtafuta Eriki kwenye hilo kundi. Asa Eriki akauliza kwamba shemeji, wewe ni hatari mno. Wote tulidhani tunakwenda kufia hapa ise. Vipi baada ya kushinda mlenda wapi? Aliuliza Eriki mara baada ya kusogelewa na Hamza. Hamza akasema kwamba Eriki, unaweza kunielezea uwezo wako koje? Kwa sababu mzee Rodman alimwambia Eriki anaweza kusaidia kwenye kumkamata Postman, alitaka kwanza kuthibitisha ni uwezo gani Eriki alokuwa nao. Mara baada ya Eriki kusikia hivyo, alijikuta akishindwa kujizuia na kujisikia vibaya kidogo, huku akiinamisha kichwa chini kama mtu anayesita kuongea. Hamza akasema kwamba hebu ongea bwana, mimi ni shemeji yako, aibu za nini sasa? Aliongea Hamza ambaye hakuwa akijua cheke awali. Sasa mmoja wa adept huku akicheka akasema kwamba Mr. Lucifer, Eriki uwezo wake ni ajabu kidogo, ana uwezo wa kumsoma mtu mawazo yake bila shida yote. Adept wengine walitania wakasema kwamba yani hapa Kiswahili Eriki yani tumembatiza jina, anaitwa mpiga chabu afahamu. Hamza kauliza mpiga chabu afahamu, mnamaanisha nini? Ngevyo Hamza akishindwa kuelewa. Sasa Eriki akasema kwamba shemeji, uwezo wangu ukweli ni kwamba ni ule ambao hauna maana kubwa sana. Ni aina ya uwezo wa kinga zaidi kuliko wa kushambulia. Hamza kauliza kwamba kinga, unamaanisha nini? Airam akasema, ngoja mimi nielezee. Eriki mara baada ya kuvuka majaribio, tulimwandalia mwalimu wa kumfundisha ambaye alifanikisha kutuliza uwezo wake na kufanya uwe imara zaidi. Na baada ya hapo ndipo tuligundua uwezo wake si wa kushambulia, bali anao uwezo wa kusambaza nguvu ya kiroho kupitia akili yake na kutengeneza kinga dhidi ya wengine, lakini pia kusoma mawazo ya watu. Yaani kwa lugha nyepesi, anao uwezo wa kusambaza nguvu ya kiroho katika eneo la watu wengi na kujaribu kuwasoma mawazo. Na wakati huo wakiwa chini ya udhibiti wake, wanakuwa na kinga dhidi ya kutawaliwa na nguvu zake au nguvu za nje. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, aliweza kuelewa kilichoendelea. Sasa Airam akasema kwamba Eriki, usiwe mnyonge. Ingawa uwezo wako unaweza kulinda wewe na wachache walio karibu yako, ni uwezo wenye nguvu sana kwenye swala la kujilinda. Hata kwa uwezo wangu wa kinga kiroho, mimi siwezi kuhimili uwezo wako. Na ndio maana naona kama utajifunza zaidi, yani utajifunza kwa bidii na kupanua ukubwa wa uwezo wako kwa umbali mrefu, utakuwa na uwezo mkubwa mno wa kulinda ufahamu na nafsi za watu. Basi baada ya Airam kuongea hivyo, Hamza akauliza kwamba ni kwa umbali gani uwezo wako unaweza kuchukua. Eriki akasema kwamba shemeji, nina uwezo wa kulinda watu katika eneo la mita 1 za mraba. Aliongea hivyo Eriki. Hamza kusikia hivyo mwili wake ulikuwa ni kama umepoa. Aliona ilikuwa ni eneo dogo mno. Hata hivyo aliona inatosha kabisa kwenda kumsaidia kupambana na Postman. Hamza akasema kwamba Eriki, tutaondoka wote kwenda Tanzania. Kuna swala nataka ukanisaidie kupitia uwezo wako.
Eriki akasema kupitia uwezo wangu? Kwani uwezo wangu unaweza kukusaidia, shemeji? Hamza akasema ndio. Kwenye hii mission utakuwa na mchango mkubwa. Basi Eriki kusikia hivyo, alijikuta akihisi kama ameshinda bahati nasibu. Siku zote alikuwa akijidharaulisha uwezo wake kwamba hautakuwa na msaada wote, lakini angetegemea vipi mtu kama Hamza kuhitaji msaada kupitia uwezo wake? Hamza hakutaka kuendelea kupoteza muda. Mara baada ya kuelewa kuhusu uwezo wa Eriki, pale alimwaga Irami na wengine. Irami mwanzoni alitaka kuambatana na Hamza kurudi, lakini kutokana na kuhitajika zaidi hapo makao makuu kwa ajili ya kuweka mambo sawa, alishia akiagana na Hamza kwa unyonge tu. Kuhusu Rodriman, Hamza hakuwa hata na muda wa kumwaga mzee huyo, kwani alishaondoka kwa ajili ya kuendelea na ulevi wake. Hata hivyo, mpaka hatua hiyo, Hamza aliona alikuwa ameheshimiwa sana na shujaa huyo na hakuona haja ya kumsumbua zaidi. Hivyo Hamza walitoka makao makuu hayo na kwenda uwanja wa ndege na kuanza safari ya kurudi Tanzania haraka iwezekanavyo. Ni katika moja ya mabonde yaliyopatikana kwenye milima iliyokuwa kando ya ziwa Tanganyika. Eneo la bonde hilo lilifunikwa na msitu mzito ambao ulikuwa mgumu sana kuweza kufikika kutokana na kukosekana kabisa kwa barabara na vichaka vizito vilivyojaa nyoka. Ndani ya bonde hili ambalo halikuwa mbali sana na makazi ya familia mzee, kulikuwa na chemchemi iliyotoa maji yenye joto kiasi. Kwa wale waliokuwa wakifahamu chemchemi hiyo, walijua ilikuwa na maajabu yake kwa muda mrefu. Kwanza, haikuwa ikitoa maji muda wote, ilitoa maji hususan nyakati za usiku. Lakini chemchemi hiyo pia ilifanya eneo hilo lionekane la kutisha zaidi kutokana na harufu nzito na msisimko wa ajabu uliokuwa unatokana nayo. Karibu na chemchemi kulikuwa kumechimbwa bwawa dogo ambalo mara nyingi lilihifadhi au kuzuia maji yanayotoka kwenye chemchemi. Cha kushangaza, maji hayo ya bwawa yaliyotiririka kutoka kwenye chemchemi hayakuwa ya kawaida. Yalikuwa ni mekundu kama damu, na kwa ufupi yalionekana kana kwamba yamejaa damu iliyooza. Kwa muda mrefu haikufahamika kama damu hiyo ilikuwa ikitokea kwenye chemchemi yenyewe au kulikuwa na mtu aliyekuwa akimwaga damu hapo. Sasa asubuhi hiyo yenye baridi kali, katika bwawa hilo lililojaa maji yenye harufu mbaya na mchanganyiko wa damu mbichi, kulikuwa na kijana wa kiume, kifua wazi, akiwa amekaa ndani yake. Mikono yake yote miwili ilikuwa imefungwa kwa minyororo mizito iliyoshikiliwa na mawe makubwa. Miguu yake pia ilikuwa imefungwa kwa minyororo na kumfanya asishindwe kabisa kujisogezani. Kijana huyo uso wake ulionyesha maumivu makali. Macho yake yalijaa kuomba msaada, akimtazama mwanaume wa makamo aliyesimama kando ya bwawa hilo. Akisema kwamba babu, sitaki mafunzo tena, sitaki kujifunza tena, tafadhali naomba unitoe hapa. Mwanaume aliyekuwa akiambiwa hivyo alikuwa na tabasamu lisilo na hisia. Kisha akasema kwamba Herman, acha kukata tamaa. Kulingana na mpango wangu wa mafunzo, nikikufundisha vizuri na ukaweza kuamsha nguvu ya damu yako na kuizungusha mwilini, hakika utafanikiwa. Kijana aliyekuwa kwenye bwawa hilo hakuwa mwingine bali ni Herman. Herman hakuwahi kufikiria kwamba babu yake ambaye ni jemadari angekuwa na mbinu ya kikatili kiasi hicho ya kumfundisha kurudisha uwezo wake. Ukweli ni kwamba hakuwa na imani kabisa kama bwawa hilo la maji ya damu lingeweza kuamsha nguvu ya damu yake. Katika maisha yake hakuwahi kudhani kuna mafunzo ya namna hiyo, tena yakisimamiwa na babu yake mwenyewe jemadari. Herman akasema kwamba babu, napitia maumivu makali mno babu, najisikia kufa, tafadhali sitaki tena kurudisha uwezo wangu, naomba unitoe. Herman alijikuta akilia kwa uchungu. Alitamani hata kufa, kwani wakati huo ilikuwa kana kwamba mwili wake wote ulikuwa ukiliwa na wadudu wasiohesabika. Afumba zaidi, harufu kali na rangi ya maji hayo vilimfanya ahisi kutapika. Babu akasema ya kwamba niliwahi kukuambia muda mrefu kwamba ili kurudisha uwezo wako lazima ukubali kuvumilia maumivu, na wewe mwenyewe uliniahidi kwamba uko tayari kuvumilia, hivyo jikaze. Herman baada ya kusikia maneno hayo alizidi kulia kwa uchungu, akimwangalia mama yake aliyekuwa pembeni akibubujikwa na machozi. Aliomba tena akasema, mama tafadhali mbembeleze babu, najisikia kuchanganyikiwa kwa maumivu, nitakufa mama. Rehema alishia kumtazama mwanawe
ambaye alikuwa akipitia mateso makali kwenye bwawa hilo kwa siku kadhaa. Ukweli ni kwamba kumtazama mtoto wake akiteseka kwa kiwango hicho kilimshinda uvumilivu. Alitamani jambo hilo likome mara moja. Basi naye akaanza kusisitiza, akasema, baba tafadhali muachie sasa Herman, hataweza kuvumilia muda mrefu, hata hatutaki tena kulipa kisasi. Haina haja ya kujifunza tena mafunzo ya nishati, tafadhali naomba muachie. Jemadari alishia kutabasamu kidogo, kisha akainamisha kichwa kumtazama Rehema. Akasema kwamba, Rehema, ni nyinyi mlionijia na kuniambia niwasaidie. Na Herman akaahidi kwamba yuko tayari kuteseka ili kurudisha uwezo wake. Niliwapa hata baadhi ya hadithi za watu mashuhuri walioteseka kwa ajili ya mafanikio waliopata. Sasa nimeamua kujitoa kuwasaidia na kuweka juhudi nyingi namna hii, alafu naniambia Herman hawezi kuvumilia. Jemadari aliendelea kumtazama Rehema huku tabasamu likibaki usoni. Lakini kwa Rehema, tabasamu hilo lilimfanya mwili wake wote kutetemeka. Lilikuwa na msukosuko ajabu uliomfanya apate kizunguzungu. Sasa jemadari akauliza kwamba, Rehema, mnanichezea akili si ndio? Aliuliza jemadari huku akicheka kwa sauti nyepesi kana kwamba anatania. Uso wa Rehema ulififia hapo hapo. Haraka sana alipiga magoti chini na kusema kwamba, hapana baba, siwezi kabisa kuthubutu kukuchezea akili. Lakini Rehema alishindwa kumalizia sentensi yake, kwani hakuweza kusoma ni nini baba mkwe wake alikuwa akifikiria wakati huo. Tangu aolewe na Musiba, hakuwahi hata mara moja kumuona jemadari akikasirika. Ukweli ni kwamba jemadari awe na furaha au asiwe na furaha, uso wake daima hubaki na muonekano ule ule wa karibu. Na hali hiyo ndio iliyowafanya watu waogope zaidi. Na mtu wa namna hiyo ni mbaya vibaya mno. Hata tu kwenye maisha ya kawaida, kuna mtu akikasirika uso wake bado unaweza kuona una furaha, lakini ni ana hasira. Kwa hiyo akikasirika ana furaha, akicheka ana furaha. Kumsoma huyo mtu ni ngumu sana. Sasa muda huu alijikuta akianza kujutia maamuzi yake ya kuja kumuomba mzee huyo kumfundisha mwanae mafunzo kwa ajili tu ya kulipa kisasi. Kama angejua hayo ndio angetokea, pengine angekubaliana na uhalisia kwamba mwanae alikuwa kilema wa nishati. Wakati huo, baadhi ya wanafunzi wa familia hiyo walionekana kusogea eneo hilo, huku sasa wakiwa wamebeba ndoo kichwani na walikuwa wakielekea kwenye hilo bonde. Aliyekuwa akiwaongoza ni Bi Salome, mfanyakazi mzee zaidi kuliko wote. Bi Salome mara baada ya kufika eneo hilo la bonde, alishia kuinamisha kichwa kwa ishara ya kutoa heshima, kisha akaongea akisema kwamba, Master, tumefanikiwa kupata ndoo 10 za damu mbichi ya binadamu. Tuiweke kwenye bwawa? Jemadari akasema kwamba, imwagilieni kwenye bwawa damu yote. Kesho kutwa tutaweka nyingine. Aliongea jemadari huku akicheka, yani kama vile kauli yake inamchekesha mwenyewe. Herman aliyekuwa kwenye bwawa la damu alijikuta akitoa kilio cha kukata tamaa. Akasema, hapana babu, hapana, mimi mjukuu wako limekosea, sitaki tena haya mafunzo babu. Wale wafanyakazi na wenyewe hawakujali kilio cha Herman. Badala yake walimwaga damu ile kwenye lile bwawa kwa pamoja. Sasa na kutokana na udogo wake, damu yote ilimwagikia kichwani kama vile anaogeshwa. Herman alijikuta akianza kutapika kwa mara nyingine, lakini alichotapika ilikuwa ni damu tupu. Rehema alijikuta akishindwa kuendelea kuangalia, na alichoweza kufanya pekee ni kuangalia pembeni huku akishikilia moyo wake uliokuwa ukidunda ndivyo sivyo. Rehema, licha kwamba aliye mbele yake ni baba mkwe ambaye alimjua kwa miongo kadhaa, bado alikuwa hamuelewi kabisa. Alikuwa akijiuliza, damu hiyo inayoonekana kuwa mbichi kabisa, tena ya binadamu, jemadari kaitoa wapi? Kila alipofikiria wazo hilo, alijikuta akipatwa na muonekano wa kupaniki, lakini bado hakuwa na ujasiri wa kuhoji wala kuuliza jambo hilo kwa mtu yoyote, ikiwemo Musiba na wengine. Alikuwa akihofia kwamba akifanya kosa lolote la kumkasirisha jemadari, Herman anaweza kupoteza uhai wake mara moja. Sasa jemadari akasema kwamba, Herman, sifanya haya kwa sababu umefanya makosa. Nafanya hivyo kwa ajili ya wewe kurudisha uwezo wako na kuwa na nguvu. Hivyo ukivumilia kwa siku chache,
nina uhakika utazoea na utapata kitu. Ukishaanza kuizoea hiyo damu na harufu yake, anza kufikiria maelekezo ya mafunzo ndio kuelekeza. Lazima kuna kitu kitajitokeza tu katika nafsi yako. Aliongea jemadari na pale pale akaendelea kucheka. Herman ambaye alikuwa kwenye dimbwi la damu alishia kutoa machozi ya uchungu. Muda huu alijihisi kama mfu mwenye moyo unaodunda. Jemadari aliinua macho yake juu na kuangalia anga, kisha akatingisha kichwa huku akisema kwamba ni muda sasa. Tunapaswa wote kuondoka. Rehema, kama unataka kukaa hapa na mwanao, unaweza kukaa. Mimi nitaondoka na Salome. Basi Rehema akasema nitakusindikiza kwanza baba. Aliongea Rehema na jemadari aliishia kutingisha kichwa chake na kugeuka kuchukua uelekeo wa nyumbani, akitangulizwa na Salome na wafanyakazi wengine. Mara baada ya kutoka kwenye bonde hilo na kuanza kushuka kwenye bonde lingine, baada ya kuagana na Rehema aliyerudi kwa mwanae, Salome alionekana kuwaza kidogo, kisha akasema kwamba master, kama Herman akiathiriwa na ile damu na pepo lake la ndani likamka, si inamaanisha atachukua uelekeo mbaya wa mafunzo wa kutumia nguvu ya pepo kupandisha uwezo wake? Itakuwaje akigeuka kuwa mwendawazimu mwenye nguvu ya nishati? Mzee akajibu ya kwamba ili mradi ana nguvu za nishati, haijalishi ana wazimu au ni kichaa. Si kwanza ni heri kuwa mwendawazimu mwenye nguvu kuliko kilema. Neno kichaa ama kutokuwa na kichaa ni maneno ya watu tu wa kawaida kutofautishana. Kwa mvuna nishati, wanachofikiria wengine si muhimu, bali kile unachofikiria. Salome akasema kwamba mpaka hapo mimi mtumishi wako nimekuelewa. Jamaa akacheka akasema tunakula nini leo? Au mmeandaa supu kama kawaida? Akajibu master, ila ulisema kwamba kutokana na kuangalia damu kwa muda mrefu tujiepushe kwanza na kupika nyama. Akasema kwamba ni kweli kabisa, kwa kuangalia tu ile damu na harufu yake hamu ya nyama imenishia. Waambie wapishi wapike chakula cha mizizi. Aliongea jemadari akimaanisha chakula cha kuchimba kama vile viazi, miogo na aina hiyo. Sasa Salome akasema nimekuelewa master. Aliongea Salome akitingisha kichwa kabla ya kuendelea. Akasema kwamba master, kuna swala lingine linalohusiana na yule binti Fiona wa familia Mbale. Mzee Mbale mwenyewe katuma ujumbe na kusema kwamba kutokana na kilichomtokea Herman, swala la ndoa halitowezekana. Hivyo wameamua kumkutanisha binti yao na wanaume wa kabila lao kwa ajili ya kuona kama kuna uwezekano wa kupata mume kati yao. Kwa hiyo wanaomba uelewa wako juu ya walichoamua. Mara baada ya jemadari kusikia hivyo, ajikuta akipepesa macho yake, kisha akasema kwamba Mbale ni mtu mjanja sana. Ni mwerevu wa maneno kuliko alivyokuwa babu yake. Tokea mwanzo inaonekana hakupendezwa na Herman. Ni sawa tu kwake kutoridhika, lakini binti yao ana mwili wa kipekee sana. Itakuwa ni hasara kama akiolewa na mtu wa kawaida. Unaonaje tukifanya hivi? Mwandikie ujumbe kumtaarifu Mbale kwamba kama kwa Herman imeshindikana, nina mjukuu mwingine na swala la ndoa linapaswa kuendelea kama mwanzo. Salome mara baada ya kusikia maelezo hayo alishia kutoa tabasamu, kisha akatingisha kichwa chake na kusema sawa master. Jiji la Tanga licha ya kuwa eneo nyenzo kwa uchumi wa wakoloni, kasi ya maendeleo yake ilizorota mara baada ya uhuru. Hata hivyo, maeneo mengi ya mkoa huu yalibeba historia kubwa ya miaka mingi iliyopita. Ndani ya wilaya ya Handeni, eneo la katikati linalochukuliwa kama eneo la mjini ndani ya wilaya hiyo, kulikuwa na wazee wawili au watatu hivyo waliokuwa wakipiga soga. Katikati yao kulikuwa na ubao wa drafti uliowekwa juu ya kiti cha kigoda, huku wanaume wawili wakiwa na umakini mkubwa katika mchezo huo. Ilikuwa kawaida sana kwa watu wa eneo hilo kucheza drafti, huku wakichangamshwa na kinywaji kama kahawa na habari nyingi za mpira na siasa. Lakini siku hiyo ilikuwa tofauti kidogo, kwani mmoja wa wachezaji wa drafti hiyo alikuwa ni mzungu mwenye nywele nyeupe na kofia kichwani. Wazee wa eneo hilo walikuwa wamejikusanya hapo kwa sababu walijiuliza inakuwaje mzungu kama huyo awe na uwezo mkubwa wa kucheza draft. Baadhi ya wazee wakaongea wakasema kwamba mzee Chabanga kafungwa tena.
Waliongea baadhi ya wazee waliokuwa wakifuatilia mchezo huo kwa makini. Mzee Chabanga, gwiji wa mchezo huo ndani ya wilaya hiyo, alijikuta akiweka kete zake juu ya ubao huo, kuashiria kwamba anakubali kushindwa kwa mara nyingine. Wakati wazee wengine wakimpongeza yule mzungu, upande wa mzungu huyo alishia kutabasamu, kisha akaongea Kiswahili kilichojaa lafudhi ya ugeni kwamba vipi mzee Chabanga, ungependa kwenda raundi nyingine? Akasema kwamba hapana, sikwezi, na pia napaswa kwenda kusoma adhana, muda umewadia, lakini ningependa kujua ni nchi gani unatokea, unaonekana kuongea Kiswahili kizuri kuliko wageni wengi. Yule mzee kizungu kwa kutabasamu akajibu ya kwamba anatokea Marekani. Sasa mzee yule aliyevaa kofia ya kibarashia akasema kwamba kumbe unatokea kwenye nchi kubwa Marekani bwana, karibu sana nchini kwetu bwana, na itapendeza kama ukikaribia nyumbani kwangu kwa ajili ya chakula cha mchana. Nina ubao mwingine tunaweza kuendelea kucheza, anaongea mzee yule aliyevaa kofia ya kibarashia. Hata hivyo mzungu huyo alishia kutingisha kichwa kukataa, kisha akasema kwamba asante sana kwa mwaliko, lakini nitaendelea kusubiri hapa. Yule mzee Chabanga huko akicheka akasema kwamba hakuna shida, nikirudi baadaye mimi nitahakikisha na kushinda. Kisha akaaga na kuondoka. Watu waliokuwa hapo walisambaratika, wengine kwenda majumbani, wengine kwenda kuswali sala ya dhuhuri. Hata hivyo yule mzungu alishia kuzipanga tena kete kwenye drafti, kisha akaelekeza macho yake angani na kutoa tabasamu. Wakati huo alionekana kama mtu anayejitayarisha kuondoka. Ghafla wakasogea vijana wawili na kusimama kando yake. Yule mzee wa kizungu alinua uso na kutoa tabasamu la utulivu. Aliongea akisema kwamba finally you found me Lucifer. Aliongea kimaanisha kwamba hatimaye umeweza kunipata Lucifer. Hamza alishia kuketi kwenye benchi akimwangalia yule mzee wa kizungu kwa muda, kama sio nyayo za nafsi zilizomwezesha kusafiri hadi hapo. Asingetamani kuamini kwamba mzee huyo ndiye postman. Kwanza mzungu huyo alionekana ni mtu wa kawaida kabisa. Ni vigumu kuamini kuwa ndiye mtu aliyepanikisha serikali nzima na hata kuamsha kitengo cha sleeping lounge kulinda wasomi wengi. Sasa Hamza alitamka kwa sauti ya chini akisema postman. Cha kushangaza hakukuwa na hasira wala furaha katika sauti yake. Hakujua kwa nini, lakini baada ya siku 3 za kumtafuta, kuzunguka dunia kupitia hali ya kifo na uhai, na hatimaye kumpata mtu huyo kwa ugumu mkubwa, hakuhisi furaha wala hasira. Ni kweli kwamba bado alikuwa na huzuni kwa mtu huyo kusababisha kifo cha Warden na mume wake, lakini ile simanzi na hasira aliyoihisi alipopewa taarifa ya vifo hivyo ilibadilika na kuwa kitu kingine kabisa. Hamza hakuelewa kama ni kwa sababu ya maneno aliyowahi kusikia kutoka kwa mtaalamu wa shinikizo la anga au kwa sababu ya uelewa mpya aliyoupata kuhusu ulimwengu na mambo yake. Ukweli ni kwamba Hamza alitarajia angekuwa na hisia za kumla nyama mara tu atakapomuona bwana huyo. Huenda hata nao msikilizaji ulikuwa unajua atakapomuona tu, yani atakapokutana postman, basi atamgeuza kuwa chapati aweze kumnyoa na chai ya maziwa. Lakini hali halisi ilibadilika kabisa. Mara baada ya kumuona, alijisi katika hali ya utulivu mkubwa. Kwa nini uliacha? Hamza aliuliza akijua fika kwamba postman alikuwa ameacha kila alichokuwa akifanya na kuja kujificha eneo hilo la mbali. Postman aliinua macho yake angani, kisha akatabasamu. Akasema kwamba hali ya hewa ni nzuri sana leo. Upepo wa hapa ni mwanana. Hii yote ni zawadi ya asili bwana. Kama nisipotulia na kufurahia zawadi hii ya asili, sitoheshimu ulimwengu. Si kwa sababu umeona huna pa kukimbilia ndio maana ukajificha hapa? Aliuliza Hamza. Postman aliishia kushusha macho yake kwenye ubao wa drafti, akapanga kete zilizokuwa nje ya nafasi yake. Akasema kwamba bwana Lucifer, unaonaje ukicheza mchezo mmoja na mimi? Hamza akasema sichezi drafti na adui yangu, na wewe si mshindani wangu. Postman alishangaa kidogo kwa sekunde chache, kisha akacheka kwa nguvu akasema kwamba kama nilivyotarajia, mfalme wa kuzimu, unaonekana kuwa kijana mdogo uliyejaliwa kujiamini. Ila kama hutaki basi mimi siwezi kukulazimisha, ila nimependa namna Watanzania wanavyocheza draft. Timu yako ipo wapi?
aliuliza Hamza, akiamini kabisa kwamba postman hawezi kuwa peke yake. Hamza aliona ni vigumu kwa mtu mmoja kutengeneza mabomu, kufanya utafiti wa namna ya kuyatega, kupanga mipango na hata kutawala akili za watu. Mambo yote hayo aliwaza Hamza. Lazima kuna mtu mwenye akili nyingi nyuma yake. Sasa jamaa akajibu kwamba ni watu ambao wananiamini na sina sababu ya kukuelezea walipo. Hata kama nikifa bado ataendelea na kampeni yangu. Hamza pale macho yake yalibadilika. Hivi unadhani nitakuacha hai kwa sababu unasema una watu ambao wapo tayari kuendeleza ulichokianzisha? Hebu acha kucheza na mimi. Kama hutaki kufa kifo kibaya, ni heri ukataje genge lako lote. Postman alishia kumtazama tu Hamza kwa namna ya kujuta. Kisha akasema kwamba Lucifer, hivi kwa nini unadanganya, yani unajidanganya wewe mwenyewe? Ukweli ni kwamba kwa askari kama wewe wa mafunzo ya nishati, utakuwa na wazo tofauti na watu wa kawaida. Hivyo unajua athari za moja kwa moja za maendeleo ya teknolojia. Kwa nini bado unajifanya mjinga? Hebu naomba ukae kimya. Usiendelee kuongea upuzi wako. Umesikia? Mwalifu kama wewe unaitegemea nguvu za ziada na mabomu, una haki ya kuongea na mimi kuhusu mafunzo ya nishati. Kila mtaalamu, kila msomi ulioua amelipa gharama kubwa zaidi ya unavyodhani katika kuendeleza ustaarabu wa binadamu. Ila wewe ni mtu wa kusikitisha tu. Unaitaka dunia ikufahamu lakini unaishia kudharauika. Ndiyo, miti haiwezi kukucheka. Upepo hauwezi kukudharau. Wala mvua haiwezi kuosha utu wako. Ndio maana unaipenda asili. Sio kwa sababu unaipenda kama ilivyo, ila kwa sababu ya woga wako. Wafanyakazi wenzako wa posta walipopoteza kazi zao kwa sababu ya teknolojia, walichagua kusoma zaidi na kujitahidi kutafuta kazi nyingine, lakini wewe ukaamua kuwa muuaji. Hamza alisimama akimwangalia postman kwa macho yaliyowaka. Akasema kwamba hivyo wewe mwoga, nitakuuliza mara ya mwisho, genge lako liko wapi? Postman alikunja mikono yake iliyokuwa ikitetemeka. Macho yake yakimkodolea Hamza, ndevu zake nyeupe zikichanganyikana na jasho la uso. Baada ya kumtazama Hamza kwa muda akiwa na mawazo tofauti, alishia kufubaa na kuuliza kwamba umewezaje kujikinga. Hamza alitabasamu akimwangalia Eriki aliyesimama pembeni yake. Asa Eriki kwa kujiamini akaongea kwamba vipi, unashangaa kwa sababu uwezo wako wa kimaajabu umeshindwa kumuingia shemeji yangu, jikatie tamaa tu, ili mradi nipo hapa. Mbinu yako ya kuteka akili ni bure. Anaongea Eriki kwa kujiamini. Wakati huo ndipo postman akaelewa. Uso wake ulitikisika kidogo. Akang'ata meno yake. Akasema, kwa hiyo wewe ndiye umezuia uwezo wangu? Eriki alitabasamu akimtazama Hamza. Eriki akasema kwamba shemeji, huyu bwana alikuwa akijitahidi kuongeza uwezo wake wa kiroho kwa ajili ya kuteka akili yako, lakini ameshindwa kabisa kuvunja kizuizi nilichomwekea. Hamza alimshika Eriki bega kwa kuridhika na kazi yake. Ilionekana wazi kwamba kuja naye mpaka hapo kumemrahisishia kazi. Sasa postman akasema kwamba Lucifer, ukiniua leo na kuhakikishia utajutia. Nilishaandaa kila kitu. Nikifa tu nitaambatana na wasomi wengi wa Kitanzania. Hamza akasema, hivi nadhani najali ni wasomi au wataalamu wangapi unakwenda kuua? Postman alikunja uso akishindwa kuelewa maneno ya Hamza. Akasema kwamba mimi si mtakatifu kama unavyodhani na sina moyo wa kujali kila mtu kwenye ulimwengu huo. Kuna sababu mbili zilizofanya niweke juhudi kubwa za kutaka kukuua. Ya kwanza, baada ya kumuua Madam Warden na mume wake. Ya pili ni kwa sababu ulitaka kumuua Yulia ambaye ni mpenzi wangu. Kuhusu ni wangapi utaungana nao kwenye safari yako kuzimu, I don't care. Mara tu baada ya kusema hivyo, Hamza alimshika postman shingoni. Kwa ukaribu huo na kwa kuwa Eriki alikuwa karibu, postman hakuwa na lolote. Uso wake uligeuka wa blue, macho yake yakapoteza utulivu na akamtazama Hamza kwa hofu. Hamza alicheka kisha akasema kwamba nilidhani utakuwa shujaa mbele ya kifo, ila unaonekana mwoga tu. Postman akasema kwamba unataka kufanya nini? Ukweli ni kwamba postman hakuona haja ya kumkimbia Hamza. Alishahisi uwepo wake muda mrefu tu, lakini aliendelea kumsubiri kwa lengo la kutawala akili yake pia. Hamza
alinyoosha kidole na kuanza kugusa maeneo muhimu ya mwili wa Postman, akihesabu kwa namna ya kumletea maumivu makali. Hamza kuishi hapo tu. Alitumia nguvu ya nia na kukata mikono na miguu ya Postman, kisha akampiga ngumi nzito mdomoni na kudondosha meno yake. Postman alikuwa katika maumivu makali kiasi cha kutamani kifo. Mdomo wake wote ulijaa damu. Alitamani kuzimia, lakini akajikuta bado anafahamu. Hamza akasema kwamba sio unapenda sana mabomu Basi nitakupatia moja. Basi akatoa bomu la mkono kutoka mfukoni mwa koti lake, akalitoa pini na kulisukuma kwa nguvu mdomoni mwa Postman. Likapita kwenye koo moja kwa moja. Macho ya Postman yakatoka, akitamani kulitapika, lakini alishindwa kwani koo lake lilikuwa limebanwa. Hofu ya kifo na kukata tamaa vilimfanya aanze kujikojolea pale pale. Hamza akasema kwa ajili ya Madam Warden na Mzee Hiza. Sekunde iliyofuata, Hamza alimshika Eric na kuruka naye, akimwachia Postman adondoke. Eneo lote hilo la pembeni lilofunikwa na miti kidogo, ndege wengi waliamka kwa spidi wakilikimbia, huku kishindo hicho kikiogopesha raia waliokuwa karibu. Mlipuko huo haukusababisha hofu kubwa kwa jamii, kwani mara tu baada ya kutokea, vikosi vya jeshi la Malibu vilitawala maeneo hayo na kudili na matokeo. Upande wa watu ambao Postman alikuwa ametawala akili zao, ingawa walikuwa kama waumini wake, wasingeweza kufanya matukio makubwa kwani bado walikuwa ni watu wa kawaida. Afande Msiba alichukua jukumu hilo mikononi mwake, pamoja na baadhi ya makomando wenye uwezo wa juu katika mbinu zote za kawaida na mafunzo ya nishati, na kuanza msako wa kufagia nyayo. Viongozi wa juu wa serikali, mara baada ya kupata habari za Postman kulipuliwa na bomu na Hamza, walitoa shukrani zao za dhati na kutamani Hamza aende makao makuu ya nchi kwa ajili ya kuonana na rais mwenyewe. Hata hivyo, Hamza alikataa bila kusita mwaliko huo. Hakupenda kabisa kudili na wanasiasa kwa sababu aliona ni watu ambao wanaweza kumweka katika hali ya kutaka kuwaua. Hivyo alikanao mbali. Hakutaka pia sifa wala zawadi kwa kile alichokifanya, kwa sababu yote ilikuwa ni kwa ajili ya kulinda watu anaowapenda. Siku iliyofuata baada ya kifo cha Postman, anga la Tanzania lilifunikwa na wingu zito. Sauti za ngurumo na mvua zilisikika vizuri kwa wale waliokuwa ndani ya mapaa ya nyumba zao. Lakini ilikuwa tofauti kwa baadhi ya kundi la watu waliovalia nguo nyeusi, suti na magauni nini wakiwa na miamvuli. Wote walikuwa wamejikusanya katika makaburi yaliyotengenezwa kwa marumaru. Walikuwa ni makaburi mawili, huku akiwa amebandikwa picha zilizofunikwa na kioo kizito kwa ajili ya kulinda zisiharibiwe na hali ya hewa. Katika picha hizo alionekana mwanamke mwenye muonekano wa kizee akiwa na tabasamu zito usoni. Pembeni ya kaburi lingine ilionekana picha ya mwanaume pia aliyekuwa katika hali ya tabasamu. Sauti ya kike ilisikika ikisema kwamba, "Madam, mjomba Hiza, msio na wasiwasi katika safari yenu ya milele. Tumeshapata eneo la dharura chini ya usimamizi wa serikali kwa ajili ya kuwahamishia watoto kwa muda. Wakati eneo letu jipya likikamilika, tutaendelea kuenzi majina yenu katika kuendeleza kazi kubwa mlioianzisha na kuhakikisha mnakumbukwa milele." Mara baada ya Priscilla kutamka maneno hayo, aliweka shada la maua juu ya kaburi hilo. Hata hivyo, alipoinuka, Priscilla alishindwa kujizuia na kushikwa na kilio cha kwekwe. Hamza alishia kushika mwamvuli vizuri kuhakikisha hanyeshewi, huku mkono mwingine ukimshika bega msichana huyo. Hamza akasema, "Inatosha sasa Priscilla. Na hakika Jean na Warden wana furaha kubwa sana na kile ulichofanya. Nyamaza sasa, na majonzi yako yageuke kuwa nguvu ya kukamilisha kile walichobakisha, ili nafsi zao zipumzike kwa amani." Priscilla alitingisha kichwa chake, kisha akavuta hewa kwa nguvu kutuliza uchungu moyoni. Priscilla akasema kwamba kinachoniliza ni kukosekana hata mili yao. Zaidi ya kuweka kaburi hili kama ishara ya kufariki kwao, aina ya kifo chao inauma na kusikitisha sana. Msikilizaji, mlipuko ule ulikuwa ni mkubwa mno kiasi kwamba wote wawili, Mzee Hiza na Warden Neema,
miili yao iliungua kabisa na hakuna kilichobakia. Makaburi hayo yalijengwa mahususi kwa ajili ya kuwakumbuka na kuwaomboleza, kwa kuzika baadhi ya nguo na baadhi ya vitu vyao vilivyosalimika. Hamza aliinua uso wake na kuangalia angani, lakini muda huo hakupata neno lolote la kusema mbele ya kaburi hilo. Ilipowadia zamu yake ya kuweka shada, hakusema lolote. Nyuma yake alikuwepo Regina, Dina, Liz na wengine wote wakiwa na nyuso za huzuni na majonzi kutokana na mvua iliyokuwa ikinyesha. Nikana kwamba hata mbingu nazo zilikuwa zikiomboleza vifo vyao. Mara baada ya kutoka eneo la makaburini na kuingia barabarani kwa ajili ya kupanda magari kurejea Dar es Salaam, ghafla Yulia alimuita Hamza kwa namna ya kumzuia asiingie kwenye gari. Yulia akasema kwamba Hamza, nina mzigo wako na pia kuna jambo nataka kuambia, alisema Yulia aliyemsogelea akiwa katika hali ya usiri na hisia zisizoeleweka. Msikilizaji, kabla hatujasonga mbele zaidi, ni kukumbusha tu ya kwamba mpaka dakika hii Postman amekufa, Saidi amekufa. Biashara bado ipo asubuhi sana na tunazidi kusonga mbele, ila tu hao wawili tayari wameshafariki. Basi Hamza aliishia kumwangalia Regina amsubirie kwenye gari, yeye atakuja. Ingawa Regina alionekana kutotaka, aliishia tu kutingisha kichwa kukubali. Basi Hamza akauliza, kuna nini baby Yulia? Aliuliza Hamza aliyekuwa amesimama mbele ya mrembo huyo akiwa na tabasamu. Hamza aliendelea kuongea akasema ya kwamba usiniambie unataka kunipa zawadi kwa kukuokoa kwa mara nyingine. Hata hivyo Yulia alionekana kutokuwa na mudi ya kufanya utani. Baada ya kusita kidogo alisema ya kwamba kuna uwezekano kama vinasaba vikifanana kwa 99% watu hao wasiwe ndugu. Mara baada ya Hamza kusikia kauli hiyo, alishindwa kujizuia kushangaa kwamba kuna uwezekano kama vinasaba vikifanana kwa 99% watu hao wanaweza siwe ndugu. Basi akajiuliza mwanamke huyu kwa nini anauliza swali la kijinga. Hamza alishia kunyoosha mkono wake na kuweka kwenye paji la uso wa Yulia. Yulia akauliza unafanya nini? Aliuliza Yulia huku akitoa mkono wa Hamza akiwa na uso wa kujikunja. Sasa Hamza akasema kwamba nitaka kuangalia tu kama una homa kwa sababu ya kuchoka. Yulia sio 99% tu, hata 90% pekee kwa baadhi ya nchi wanakubali undugu baina ya watu waliopimwa. Sasa ukisema kama 99% watu hawezi kuwa ndugu, labda kuwe na teknolojia ambayo ipo nje ya uwezo wa binadamu kupinga kweli. Kwa mwanasayansi kama wewe, kwa nini unauliza swali ambalo unajua jibu lake? Hamza aliongea hivyo. Yulia mara baada ya kusikia kauli hiyo, aliishia kutoa tabasamu la kujicheka huku akiongea chini chini ya kwamba ni kweli, kwa nini muuliza swali la kijinga ili hali kila kitu kinajieleza. Basi Hamza mara baada ya kusikia hivyo na kutaka kuuliza tena, alijikuta akihisi jambo. Akasema kwamba wewe ulishajua kuhusu ndugu yake Priscilla? Hamza alikumbuka Yulia alishafanya utafiti wa kufananisha vinasaba vya watu wote waliokuwa katika maeneo ya matukio, na lazima alijua kuhusu Priscilla kuendana vipimo na baba yake Nyakasura au pengine na Nyakasura mwenyewe. Sasa Yulia baada ya kuulizwa na Hamza ya kwamba ushajua kuhusu ndugu yake Priscilla, Yulia akajibu ya kwamba ndio nimejua. Yulia, hili swala limefichwa kwa sababu ya usalama wa Priscilla, hivyo usije ukamwambia lolote. Kadri watu wachache wanavyojua ndivyo itakavyokuwa vizuri zaidi, sawa? Najua mimi sio mropokaji. Sijamaanisha ni mropokaji. Si hakuna mtu yote anayejua hii habari. Hapana. Hamza alisha kutoa pumzi ya weni. Ilikuwa bahati kwamba Yulia alimwambia yeye kwanza. Vinginevyo ingekuwa ni hatari. Asante sana baby Yulia. Kesho kutwa nitakuja kwako kwa ajili ya kukupa zawadi. Aliongea Hamza kwa kimkonyeza, kisha aligeuka na kurudi kwenye gari. Yulia alisha kumwangalia Hamza akiingia kwenye gari, lakini usoni mwake kulikuwa na hisia zisizosomeka. Hamza mara baada ya kurudi kwenye gari na kufunga mkanda, aligundua hali ya hewa ilikuwa ya ubaridi mkali. Regina alikuwa akimwangalia Hamza kwa macho makali huku akiongea kibabe. Kulikuwa kuna ulazima gani hasa wa kumgusa usoni? Hamza mara baada ya kusikia hivyo alijikuta kitabasamu, akigundua kumbe mwanamke huyo alikuwa akifuatilia anachofanya. Wife. Yani unamaanisha nini kumgusa usoni? Mimi nilikuwa nikijaribu tu kuangalia kama alikuwa na homa. Ni mtu muhimu kwa nchi nzima.
inakuwaje awe na homa? Usema tu kama ulitaka kumgusa basi. Aliongea Regina huku akimtolea macho Hamza. Hamza alishakupindisha midomo yake. Kisha alinyosha mkono wake, akagusa mapaja ya Regi akasema ya kwamba naweza nikakupima na wewe. Regina akasema, "Wewe vipi unafanya nini?" "Ili iwe haki, ngoja nikuguse na wewe." "Bwana msitaki uniguse bwana, mikono iliyomgusa mtu." Hamza alishia kucheka tu. Hakujali sana hasira za mwanamke huyo. Akakanyaga pedali ya mafuta na kuanza kuendesha kuondoka eneo hilo. Ingawa kifo cha Warden na Msehiza kiliendelea kumletea simanzi moyoni, Hamza aliona maisha yanabudi kuendelea. Mpaka ulipofika Dar es Salaam, muda ulikuwa umeenda sana. Hamza aliona kurudi muda huo na kumwambia shangazi kuhusu chakula kungekuwa tu ni usumbufu. Hivyo alimuuliza Regi aliyekuwa amejikunja kwamba wife, kuna sehemu inauzwa mihogo na nyama choma, nitakupeleka tukale chakula. "Sehemu gani hiyo?" aliuliza Regina, ambaye mara moja alisahau, tena aliuliza kwa shauku na kusahau kuendelea kununa. Hamza alishia kufurahi chini kwa chini. Wakati mwingine Regi alikuwa na akili sana, lakini muda mwingine ni kama akili yake inapotea. Maana kama pale alikuwa amenuna, ila mara baada ya kusikia atapelekwa mahali, akasahau kabisa kama alikuwa amenuna. Hamza alipokuwa anataka kumueleza wapi wanaenda, simu ya Regi ikaanza kuita. Aliitoa kwenye mkoba wake na kuangalia ni nani alikuwa akipiga. "Ni Fiona, atakuwa amerudi nini?" aliongea Regina huku wakati huo akipokea simu ile. Fiona umerudi?" Fiona upande wa pili alionekana kukaa kimya kwa muda, kisha akasema kwamba Regina, sidhani kama nitarudi. Regi alimuuliza Fiona ya kwamba nini, kuna kilichotokea? Aliuliza Regina aliyekuwa katika mshangao. Hata Hamza aliyekuwa akiendesha baada ya kusikia kauli hiyo alishangaa. Alisikia sauti ya Fiona kupitia simu hiyo na akajiuliza au ni Herman kajitokeza tena na kulazimisha kumuoa nini? Basi Fiona akasema ya kwamba mwanzoni hakukuwa na jambo kubwa zaidi lililotokea. Nilikuwa na ratiba hapa na pale za kukutana na watu ambao familia ilinitaka kuonana nao, na nilifanya hivyo kwa ridhisha tu, lakini ghafla jemadari kutoka familia mzee alituma ujumbe kwa babu na kusema kwamba kama sitaki kuolewa na Herman, wanaye mtoto mkubwa na mjukuu mwingine anayeweza kunifaa. Regina mara baada ya kusikia hivyo alijawa na shaka, akauliza kwamba inawezekanaje kwamba Herman ana kakake. Hamza upande wake baada ya kusikia hivyo uso wake uliingia hali isiyoelezeka. Alishia kumeza mate mengi tu huku bila kujijua akikaza mkono kwenye steering. Sasa Fiona akasema ya kwamba Regina, sijui kinachoendelea, ila babu kaondoka leo kwenda kuonana na jemadari mwenyewe. So nadhani akisharudi nitaelewa vizuri, lakini kama jemadari mwenyewe ndiye akasema kuna mwanamume mwingine ananifaa, basi mimi sidhani kama atakuwa anadanganya, na ukizingatia nadhi yake nini, kwa sidhani kama naweza kutoka kwenye hili, maana katika macho ya jemadari babu ni mdogo sana. Baada ya Fiona kuongea hivyo, Regina akamwambia kwamba Fiona, kwa sasa huna haja ya kuwa na mawazo hivyo, sawa ili mradi sio Herman, unaweza kumwangalia huyo mwingine kwa jicho la upendeleo kidogo kama atakufaa. Na vipi kama ni mtu mwema na ambaye utampenda mara tu baada ya kukutana naye? Regi mara baada ya kuuliza hivyo, Fiona akasema kwamba Regina, hebu mwache kunitania. Ninachotaka mimi sio kuolewa, bali ni kurudi na kuendelea na masuala yangu ya uigizaji. Regi akasema kwamba mimi sikutani bwana, mambo mengine huwa yanatokea tu licha ya mwanzo kujihakikishia kwamba haupo tayari. Afu istoshe kwa mtu kama jemadari na hadhi yake ilivyo kubwa, kama ukiolewa na mjukuu wake hadhi yako pia itakuwa kubwa. Kwa hiyo nadhani muda huo ukifika, watu wengi watakuwa na nyenyekea mbele yako na kukuita madam, mkwe wa mababu na mababu. Ila Regina, wewe kichwa chako kina matatizo sio bure. Mimi hiyo hadhi siitaki bwana. Mimi nachomaanisha tu sio na moyo mgumu, sio lazima ukubali, lakini unapaswa pia kulipa nafasi kama linaweza kuwa na manufaa kwako. Na usio na wasiwasi, kama wewe mwanaume ni kama Herman, nitakuja na mume wangu huko kwa jemadari kukuokoa. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, sura ilimkakamaa, akishindwa kujua aliye ama acheke. Akajiambia mke wake anataka kumuingiza kwenye matatizo gani tena. Mimi sidhani kama ataweza kunisaidia. Unajua inaonyesha kabisa ni jemadari hana mpango wa kuniacha hivi hivi. Umesikia Hivi unajua barua jemadari ilivyofika kwa babu? Yaani kabla hata hajafungua tu, alichoma ubani na kufanya tambiko, akiipa heshima kama barua iliyoandikwa na mzee wa kizazi cha mababu. Hadhi alionao jemadari sio kubwa hapa nchini tu, pengine dunia nzima. Hakuna mtu hata mmoja anayeweza kwenda kinyume na anavyotaka. Regina kusikia hivyo alijikuta akiwa na huzuni kidogo. Baada ya kumfariji kidogo Fiona, walishia kuagana tu. Hasa muda huo Hamza alikuwa ameshafikisha gari nje ya mgahawa maarufu unauza mishikaki na miogo.
Wife, sema yenyewe ndio hii hapa, kwa hiyo twende tukale miogo kidogo hapo. Yaani unachofikiria ni kula tu? Sasa hivi unapaswa kufikiria namna ya kumsaidia Fiona ikitokea akamlazimisha kuolewa na mwanaume asiyempenda. Lakini mke wangu, hilo swala sisi ni wa nje sana. Sidhani kama itakuwa busara kuingilia. Mimi sijali mambo ya busara bwana. Nataka kauli yako moja tu. Kama unakubali ama haukubali. Hamza alishia kujifikiria na kujiambia ni heri akubali. Isitoshe, hata kama ikitokea akashindwa kumsaidia, hiyo sio biashara yake. Sawa mke wangu, ikifikia hatua hiyo nitaweka rehani uhai wangu. Maana kupigana na mtu kama Jemadari si sawa kabisa ni. Yaani ni sawa na kujitoa kafara tu. Uruhusi kufa kizembe. Maana sitaki kuja kuwa mjane mimi. Lakini bado unapaswa kumsaidia Fiona. Ila tu utakiwe kufa na mimi sitaki kubaki mjane. Hamza alisha kutabasamu kiuchokozi huku akinyosha mkono wake kushika mashavu ya Reji. Mke wangu unaonekana kuwa mwaminifu sana. Yaani ushafikiria hadi swala la ujane. Nini wewe bwana? Ni hapo ndipo Reji aligundua alikuwa ameropoka ndivyo sivyo na kujikuta sura yake ikiwa nyekundu. Aligeuka ghafla, akafungua mlango na kutoka nje. Wawili hao walishia kutafuta nafasi na kukaa, kisha wakaagiza miogo ya kukaanga na mishikaki. Regina alionekana kupenda miogo hiyo. Licha pilipili kuwa kali, alimaliza yote na hata kutoa ulimi. Wife, unaonaje miogo yao? Ni mitamu sana Regina alitaka kuitikia akubaliane, lakini baada ya kufikiria tena alishia kuonyesha hali ya kumkebei Hamza. Habi, nidhani utanileta hoteli ya maana. Kumbe umeleta hapa kwenye chakula chako cha bei rahisi. Ubairi tu ndio unakusumbua, una lolote? Wife, sio uliomba hadi uongezewe mmoja jamani. Na ulikuwa hadi unafumba macho wakati wa kutafuna. Njaa tu ndio ilikuwa inanisumbua. Ile chakula cha kawaida sana. Aliongea Regina huku akiingia garini na kugeuzia uso wake pembeni. Kama bado hujaridhika, mbona tumbo lako limekuwa kubwa hivyo? Aliongea Hamza huku akiweka mkono wake kwenye tumbo la Reji. Reji akasema, bwana acha gusa tumbo langu. Muda huo ni kama swala ambalo Hamza alikuwa amelisahau liliibuka tena akilini. Alikumbuka kwenye tafrija ile. Wote tunajua alikuwa ameahidiwa mbususu. Lakini ahadi haikutimia kutokana na yaliyotokea. Wote tunafahamu yaliyotokea. Na alikuwa ameahidiwa kwamba akirudi tu nyumbani anajipigia mbususu atakavyo. Kwa hiyo jambo hilo lilimfanya Hamza ujasiri wake uongezeke. Tofauti na kugusa tumbo, alipeleka mkono na kushika nyonyo. Regina alishakumpiga kibao. Yaani kama mtu anayetaka aondoe kidogo hivi yani bila nguvu, lakini hakumsukuma kabisa. Sura yake yote kaiva kama mlevi aliyekunywa kilevi kikali. Sasa unafanya nini Abi? Wife, unakumbuka hadi yako siku ile? Nadhani bado hujasahau. Aliongea Hamza huku akiwa na tabasamu. Reji mara baada ya kuona mkono wa Hamza ukizidi kutalii kwenye dodo zake, pumzi yake ilianza kubadilika na akajikuta akiongea kwa shida. Bwana, endesha kwanza bwana, tutaongea vizuri tukishafika nyumbani. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, alihisi kiungulia. Neno tutaongea vizuri tukifika nyumbani. Kwake alitafasiri tutafanya vizuri tukifika nyumbani. So mara baada ya kufikiria hivyo, Hamza alijikuta akikanyaga mafuta na kuongeza spidi kuelekea nyumbani. Hata hivyo, walipofika nyumbani, Hamza aligundua kulikuwa na mgeni. Alikuwa ni bwana aliyevalia t-shirt ya jezi mpira na suruali ya jeans. Aliyekaa sebuleni huku akionekana kunywa juice. Hakuwa mwingine bali ni Chinga. Shangazi alikuwa naye, wote wakiangalia TV huku akiongea. Mara baada ya kuona Hamza na Reji wakiingia, shangazi alishia kutabasamu huku akisema kwamba Hamza, rafiki yako amefika kukutembelea, alikuwa akikusubiri. Mara baada ya kusikia hivyo, Hamza alishindwa kujizuia kuhisi kuna jambo lisilo jema juu ya Bonge mpaka kuja usiku huo. Sasa Hamza akamuuliza Bonge kwamba Bonge, kwa nini umekuja kunitembelea usiku wote huu? Basi bila kusema chochote, Chinga alishia kunywa juisi yote kwenye glasi. Kisha alisimama na kumsogelea Hamza huku akiweka uso wa kutia huruma. Akasema kwamba Mr. Hamza, naomba nikupe hela. Hamza alitamani kumpiga teke la kifua. Akajiambia, yani huyu bwana amekuja nyumbani kwake kula na kunywa, alafu bado anataka ukopa hela. Hamza akamuuliza kwamba unataka hela ya nini? Si unalipwa kama mfanyakazi wa Chatu au hawajakupatia hela yote? Chinga akasema ni kweli nalipwa, lakini hela haitoshi na haraka kidogo ya kiasi fulani hivi. Hamza akauliza kiasi gani unataka?
Chinga akasema milioni 8 ndio inatosha. Aliongea Chinga aliyekuwa na wasiwasi wakati akimwangalia Hamza. Regina na Hamza waliishia kuangaliana. Kwao kiasi hicho hakikuwa kikubwa sana, lakini vile vile hakikuwa kidogo kwa mtu wa kawaida. Hamza akauliza kwamba unataka milioni 8 za nini? Hamza aliuliza hivyo huku akijiambia isije kuwa huyu bwana kakutana danga la mjini likamuingiza mkenge. Chinga alishia kuinamisha kichwa chini kana kwamba anaona tabu kutoa sababu. Basi akasema kwamba Hamza akasema kwamba kama hutaki kuniambia unataka hela ya nini, ila bado unataka nikukopeshe. Chinga akasema naona kama itakuwa sababu ya kutosha, ila ni kwa sababu ya Zina, kuna matatizo nyumbani kwao. Hamza kauliza Zina ndio nani? Basi Reji ilibidi aongee akasema kwamba Habi, tayari umeshasahau, si ule msichana aliyesema anampenda. Hamza alionekana kukumbuka msichana ambaye Chinga alikutana naye kule uwanja wa ndege. Sasa akaulizwa kwamba wewe umejuaje kuna matatizo kwenye familia yao, kwani mnafahamiana? Chinga akasema ndio, kwa sasa tunafahamiana. Yupo hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kazi. Mchana anafanya kazi za ndani, usiku anafanya kazi kama mhudumu wa baa. Mara nyingi naenda sehemu anayofanyia kazi usiku na kuagiza kinywaji, lakini siku moja kulikuwa na walevi waliokuwa wakimchezea, nikamsaidia kuwadhibiti. Mara baada ya kusikia maelezo hayo ya kuchanganya, Hamza mara moja alianza kuelewa kinachoendelea. Zina ni mwenyeji wa Songea, msikilizaji. Alikuwa ni binti aliyesoma mpaka kidato cha 4 na baada ya kuhitimu bila kufanikiwa kujiunga na kidato cha 6, alihamia mjini miaka 3 iliyopita kwa ajili ya kutafuta maisha. Wazazi wake waliobaki mkoani ni wakulima na walishindwa kabisa kumwendeleza kielimu. Ndio maana alikuja Dar es Salaam kufanya kazi za ndani. Hata hivyo kipato chake kilikuwa ni kidogo mno kutokana na familia yake kuwa maskini, kwani alikuwa akitoa msaada kwa mdogo wake wa kiume aliyekuwa shule. Ingawa mwanzoni hakupenda kazi za hudumu wa baa, lakini angalau ndio zilizokuwa zikilipa vizuri na hakuwa na jinsi zaidi ya kuamua kufanya kazi hiyo. Sasa mtaalamu Chinga mara nyingi hufika sehemu anapofanyia kazi kwa mbinu ya kutaka kuongea naye. Hivyo kwa kuzoeana, Zina alianza kumfungukia Chinga juu ya maisha yake kwa ujumla. Sasa Chinga alisema kwamba kwa sababu baba yake Zina amelazwa hospitali na anapaswa kufanywa upasuaji wa moyo, matibabu yake yote yanagharimu milioni 10, lakini Zina hicho kiasi hana na ndugu zake pia wameshindwa kutoa msaada. Hivyo aliniomba kama na uwezo wa kumsaidia kiasi hicho aongezee na milioni 2 aliyokuwa nayo. Na Mr. Hamza, mimi nafahamu kwamba milioni 8 sio kitu kwako, lakini kwake ni muhimu kwa ajili ya matibabu ya babake. Nitakuwa nalipa kidogo kidogo tu kila ninapopokea mshahara wangu. Na baada ya kusikia hivyo, shangazi alijikuta akijawa na huruma. Sasa shangazi akasema kwamba Hamza, kwa kazi anayofanya huyo msichana, sidhani kama ataweza kupata hicho kiasi. Chinga pia anachokifanya ni jambo zuri, hivyo naungana naye kuokoa uhai wa mtu kwa sababu ni muhimu kuliko kujenga gorofa la sakafu 10. Hamza alisha kumwangalia bonge aache kuendelea kuongea. Kisha akamgeukia Regina akasema kwamba wife, msaidie milioni 10. Regina wala hakujali. Alimwambia tu Chinga ampe namba yake ya simu. Kisha akamtumia kiasi cha milioni 10 kupitia benki kwenda Yas. Chinga mara baada ya kupokea kiasi hicho, alishukuru mno na kuahidi atakuja kulipa kidogo kidogo, kisha akaondoka kwa furaha. Regina akasema kwamba huyu Chinga inaonekana kapenda kweli. Naona kabisa katumia muda wake wote kumfuatilia Zina. Hamza akasema nadhani hiyo ndio sababu ya master wake kutaka nije naye huku mjini ili apate uzoefu wa kimazingira na pengine kupenda kabisa. Regina aliishia kupepesa macho yake mara baada ya kusikia kauli hiyo na kuhisi ilikuwa na maana zaidi. Akauliza kwamba kwani unadhani yeye na huyo jina hawendani? Hamza huko akicheka akauliza kwamba hilo swala la kuendana lipo nje ya uwezo wangu. Wife, nadhani muda umekwenda sana. Unaonaje ukipumzika mapema? Alongeva Hamza huko akicheka. Alitaka kusema unaonaje tukienda chumbani kwake. Ila kwa sababu ya uwepo wa shangazi alitaka Regina akapumzike ili amfuate. Regina alisha kumtolea Hamza macho. Alijua kabisa mpango wa Hamza ni kutaka kumnyandua. Sasa Regina akasema kwamba nataka kuangalia TV na shangazi. Wewe unaweza kwenda tu kulala kama umechoka. Aliongea Regina huku akimshika shangazi mkono na kwenda naye kwenye sofa. Hamza alijikuta akikosa usemi. Akajiuliza kuna haja gani sasa ya kuona aibu. Regina akasema kwamba nenda kaoge ulale, sawa Aliongea Regina mara baada ya kuona Hamza alikuwa amesimama tu sehemu moja. Hata hivyo kabla hajaamua cha kufanya, simu yake ilianza kuita. Mara baada ya kuona anayepiga ni Priscilla, haraka alipokea.
Akauliza Priscilla, vipi, kuna tatizo? Priscilla akajibu ya kwamba Hamza, unaweza kuja huko eneo la makazi ya muda ya watoto? Aliongea Priscilla ambaye sauti yake ilionyesha wazi alikuwa na wasiwasi. Mara baada ya Hamza kusikia hivyo, moyo wake ulikaza na haraka sana akauliza nini kimetokea. Priscilla akasema ya kwamba kuna kundi la watu wamefika hapa na magreda na kuanza kubomoa. Wanasema walipewa ruhusa ya kusafisha eneo hilo muda mrefu tu na serikali. Sasa sijui kabisa kinachoendelea. Hamza mara baada ya kusikia hivyo alishia tu kukunja ndita. Na alijua fika ya kwamba ni ngumu kujua kinachoendelea kwa undani kupitia simu. Hamza akasema kwamba Priscilla, usipaniki, uendelea kuwalinda watoto na kuja muda si mrefu. Hamza alikata simu haraka kisha akamwaga Regina kuwa anatoka baada ya kumueleza kuhusu simu hiyo. Regina akasema kwamba sawa, nenda, ukihitaji msaada nipige simu. Hamza alitingisha kichwa na pale akatoka. Akaingia kwenye gari na kuelekea Ubungo Malamba Mawili, eneo ambalo watoto wa kituo cha Futi walipewa makazi ya muda. Ilikuwa bahati nzuri hakukuwa na foleni kubwa ya magari, hivyo alitumia nusu saa tu kufika. Baada ya kuwasili aliweza kuona kulikuwa na magreda eneo la kuingilia. Mwanzoni eneo hilo lilikuwa na kanisa maalum lililofungwa hivi karibuni ambalo lilikuwa maarufu sana eneo hilo kama kanisa la Brazil. Baada ya kugundulika uanzishwaji wa makanisa hayo ulikuwa na ajenda za siri za kuvuna mali asili za nchi, serikali iliyafunga rasmi. Kwa kuwa sasa eneo hilo lilibaki wazi kwa muda, ilionekana kama sehemu nzuri ya kuwaweka watoto wa kituo waliokuwa wameathirika na harakati za Postman. Sasa kilichoshangaza ni kwamba muda huo eneo lote lilikuwa limezungushiwa utepe na kulikuwa na mabati yaliyokuwa yameanza kuzunguka eneo lote. Sasa Hamza alipoona hivyo hakujali sana. Alishia tu kusimamisha gari pembeni, akaruka bila kujali wafanyakazi waliokuwa hapo kwa ajili ya kubomoa na kuingia moja kwa moja kuelekea mabweni ya watoto. Kuingia ndani tu, Hamza aliweza kusikia makelele ya watoto wakilia pamoja na wafanyakazi wa kituo hicho wakizozana na baadhi ya watu wa bomoa. Hasa kilichomfanya awe na wasiwasi zaidi ni kelele hizo za watoto, kwa sababu muda kama huo walipaswa kulala. Hamza alikimbia haraka sana na mara baada ya kufika upande wao aligundua watoto wote walikuwa wamejikusanya kwenye hema karibu na bweni walilokuwa wamelala wakiwa wanalia. Basi Hamza alimuita Priscilla mara baada ya kumuona na baadhi ya mama waliotoka kituoni wakibembeleza watoto. Priscilla akasema kwamba Hamza, wanasema ile eneo ni la kwao na tupaswa kukaa hapa. Wanataka kuanza kubomoa licha ya kwamba vitu vyote vya watoto na nguo zao bado zipo ndani. Hamza akasema kwamba lakini si ulisema ulipatiwa eneo hili na wizara ya ofisi ya waziri mkuu? Kwa nini ghafla tu wanataka kubomoa? Priscilla akasema mimi nimepiga simu kuuliza, lakini viongozi hawanipi maelekezo ya kutosha. Wanasema nisubiri hadi kesho walifikisha kwa waziri, lakini sasa si mpaka hiyo kesho wakitoa majibu watakuwa wameshabomoa tayari. Aliongea Priscilla. Wakati bado wanaongea, alionekana mzee mmoja wa makamu hivi akiwa amevalia helmet kichwani na kushikilia simu ya upepo huku akiwa na sigara mdomoni. Hakuwa peke yake bali alitanguliwa na baadhi ya wahandisi. Sasa huyo mzee akasema ya kwamba binti, nilishakuelezea bwana hili eneo sio kwa ajili ya watoto yatima bali ni eneo la ujenzi. Hatutaki lawama bwana ikitokea ajali hapo wakati wa kubomoa. Hivyo ondokeni mara moja. Mara baada ya kuona mzee huyo anamvimbishia Priscilla kifua, Hamza aliingilia na kuuliza kwamba hili eneo limetolewa na wizara kwa ajili ya makazi ya watoto. Kwa nini mnalazimisha kubomoa usiku wote? Vibali vyenu vipo wapi? Basi kiongozi huyo alishia kumwangalia Hamza kwa kumpandisha na kumshusha. Kisha akasema ya kwamba wewe ni nani? Hili eneo si la wizara, ni eneo la ujenzi uliopaswa kuanza muda wote. Sio mahali pa kulala hapa. Tunataka wote muondoke. Hamza akasema kwamba nauliza kama mna nyaraka zozote za kuthibitisha hili eneo ni la ujenzi. Haiwezekani mnakurupuka tu na kutaka kuanza kubomoa. Basi yule bwana huko akicheka akasema kwamba unaongea ujinga. Dogo, hivyo ni nani kwanza mpaka nikuonyeshe vibali? Wewe ndio umea wa hapa ama? Anaongea hivyo na wale wafanyakazi waliokuwa yani wameongozana na huyo mbaba huyo, nao walianza kucheka wakionekana kutokumchukulia Hamza serious kabisa. Hamza alishia kuangalia sare zao za kazi na kusoma jina la kampuni ya ujenzi wanayotokea. Aliweza kuona neno Taita Real Estate. Mara baada ya kusoma maandishi hayo, alijikuta akigeuza uso wake na kuangalia majengo ya makazi ya Tatlia Village. Pale alijua majengo hayo ya Tatlia yanamilikiwa na watu hao wa kampuni ya Taita. Haraka alipambanua na kuamini kwamba lazima mradi huo ulikuwa umeweka macho yao kwenye eneo hilo ambalo mwanzoni lilikuwa ni la kanisa kwa muda mrefu.
Ilikuwa wazi kwamba kama eneo hilo lingekuwa makazi ya watoto yatima, moja kwa moja thamani ya mradi wao wa majengo ya apartment ingepungua. Hasa Hamza alipogundua hivyo, alipuuza wafanyakazi wale na akapiga hatua kusogelea greda ambalo lilikuwa lishaanza kutifua ukuta. Sasa jamaa akasema kwamba wewe unafanya nini? Sogea hapo haraka bana. Hamza kujali makelele yake, haraka aliruka na kutua juu ya kijiko cha greda lile. Akapiga teke kwenye chuma cha shingo ya kijiko. Kilikuwa ni kishindo kizito cha vyuma kugongana. Shingo ya greda ilipinda huku greda lote likipinduka na kufanya isiwezekane kabisa kuendelea na kazi. Wafanyakazi wote walioshuhudia tukio hilo walipigwa na butwa. Walidhani walikuwa ndotoni, yani nguzo nzito ya chuma yenye uzito wa tani imeweza kupindishwa na mguu tu. Hamza kujali mshangao wao, aliruka kutoka kwenye excavator na kwenda kusimama mbele ya yule bwana kiongozi. Hamza akasema kwamba kama una nyaraka za uthibitisho nionyeshe. Awamu hiyo msimamizi alianza kupaniki. Akawaza kama mtu huyu ameweza kupindisha mikono ya greda kwa mguu, je, akikanyagwa si atakuwa nyama tu? Basi yule bwana akasema kwamba nyaraka hatuna, ila boss kasema atakuja nazo, ila sisi tuendelee tu na kazi. Hamza akasema kwa hiyo yani ulikuwa ukidanganya, si ndio? Mnaanza kubomoa eneo bila ruhusa kutoka serikalini. Mnachofanya ni kukiuka sheria. Yule bwana akasema hapana, bosi wetu kasema tusiwazie kuhusu masuala ya vibali, tuendelee na kazi tu, na muda wote vibali vyote kutoka serikalini vitafika. Hamza akiwa na ukali akasema kwamba sijali huyo bosi wako ni nani, chukua kila kitu chenu na muondoke hapa. Basi msimamizi alionekana kuwa na wasiwasi kidogo. Akasema kwamba bro, acha kufanya mambo kuwa magumu kwetu. Tupo hapa kwa sababu tumeagizwa na bosi. Kama tusipobomoa eneo hili usiku wa leo, tunaweza kukatwa mishahara yetu au kufukuzwa kazi kabisa. Ila wewe unaweza kupoteza hata maisha. Hamza akasema, kwa hiyo unasema bosi wako ataniua, si ndio? Yule bwana akasema, ndio, najua una nguvu nyingi, lakini ni bure kama uko peke yako. Labda nikupe fununu kidogo tu. Umesikia habari za kubomolewa nyumba zote za eneo la Chumbe miezi miwili iliyopita? Familia mbili zilizokataa kuhama ili kupisha ujenzi na kusumbua kwa kudai fidia zaidi. Kwa taarifa yako tu, tukio la nyumba zao kushika moto na wote kupoteza maisha halikuwa ajali ya bahati mbaya. Hamza kwa tabasamu akasema, kweli inaonekana bosi wako ni mtu mzito sana, yani hadi kuunguza familia bila wasiwasi. Yule msimamizi akasema kwamba bosi hajawaunguza, walisababisha moto wao wenyewe kwa kuweka mitungi ya gesi ndani. Alafu bro, mimi nakushauri tu, yani mimi nakushauri tu kiroho safi. Tuache tufanye kazi yetu na ondoeni hao watoto. Mimi sidhani kama kuna faida ukipoteza uhai wako. Ile hali kuna maeneo mengi tu wanaweza kuishi. Kwa hiyo unasema kwamba yani ingawa unajua moto uliua familia hizo mbili, bosi wako ndio mhusika, lakini bado unaendelea kumtii na kutaka kubomoa hapa, si ndio? Kijana, mimi sijasema bosi anahusika bana, mimi nakupa ushauri tu kwa nia nzuri. Si umesema mwenyewe kuwa bosi wako ndiye alihusika ama? Bana, mimi sijasema bosi kahusika bana, mimi nimesema ni fununu tu, hivyo pengine na wewe unaweza kupata ajali bana. Basi na mimi nakwambia hivi, nitahesabu mpaka 3. Kama mtaendelea kubaki hapa na hamtaki kuondoka, nitahakikisha wote hamuondoki mkiwa na miguu. Msimamizi alishangaa, hakutarajia Hamza awe hana woga licha ya kumpa fununu juu ya uzito wa bosi wake. 1, 2. Sekunde ambayo Hamza alihesabu mpaka 3, msimamizi ndiye aliyekuwa wa kwanza kukimbia kutoka eneo hilo. Kama msimamizi ameanza kukimbia, wengine mnasubiri nini? Wengine wakamfuata. Hawakuwa wajinga, hawakuona haja ya kuvunjwa miguu kwa ajili ya kazi inayowapa ujira mdogo. Vinginevyo, baada ya kuwa vilema, wangeendeleaje kupata hela? Muda mfupi tu eneo hilo lilibakia tulivu baada ya wafanyakazi wote kukimbia. Hawakujali tena kuhusu vifaa vyao. Asa Priscilla huku akiwa amekunja sura akauliza kwamba Hamza, hawa watu wa kampuni ya Taita wana nini Kwa nini wanataka kuanza ubomoaji bila hata kibali? Hamza alifikiria kidogo kisha akamwambia Priscilla kwamba asubirie afuatilie. Pale akatoa simu na kumpigia Dina. Dina mara baada ya kupokea simu aliweza kusikia kulikuwa na mazungumzo upande wa pili. Sasa Dina akasema kwamba habi nini tatizo? Hamza akasema Dina uko busy? Dina akasema nipo kwenye kikao na vijana wa mtandao wetu, wameshatulia. Hamza pale alimueleza Dina kuhusu kinachoendelea na kutaka kujua zaidi kuhusu kampuni ya Taita. Sasa Dina akasema kwamba bosi wa hiyo kampuni ni mwindi mmoja hivi anaitwa Ratai Hinjuta.
Kuna fununu zinasema ni mtoto wa kiongozi mkuu wa Black Trinity, ila hizo taarifa hazijathibitishwa. Ila Ratai ana urafiki wa karibu sana na mkuu wa mkoa na meya wa Ubungo. Hajawahi kuomba kibali serikalini akakataliwa, labda tu ni kwa sababu ya hizo fununu. Hamza akasema kwamba kwa hiyo haya yote ni kwa sababu ya huu umoja wa siri wa Black Trinity, si ndio? Hamza alishawahi kusikia habari nyingi sana kuhusu umoja huo wa utatu. Kwa taarifa alizokuwa nazo, umoja huu ulikuwa ukijiendesha karibu dunia nzima na ndio waliokuwa wakifadhili kwa kiasi kikubwa vikao vya kimataifa vya siri maarufu kama Territorial Commission Meeting. Ulikuwa ni umoja uliojipenyeza kila kona ya dunia, na kulikuwepo na habari nyingi ambazo hazijawahi kuthibitishwa kwamba umoja huu ni tawi la Freemason. Kutokana na ushawishi wake kwa mataifa makubwa ya Ulaya, Asia, Amerika na kwingineko, nchi nyingi za Kiafrika zilikuwa na ushirika na umoja huu. Afistoshe, mataifa mengi ya Afrika ndio wakopaji wakubwa wa pesa kutoka kwenye mashirika yanayotambulika kwa ajili ya maendeleo. Lakini nyuma ya hayo mashirika walikuwepo wafadhili kama hao Black Trinity. Kwa hiyo nchi nyingi za Kiafrika ili kuwa na diplomasia nzuri na mataifa ya nje ili kupata idhini ya mikopo kwenye mashirika ya fedha, hatua ya kwanza ilikuwa ni kuweka mahusiano mazuri na huu umoja. Yaani kwa lugha nyepesi ni kwamba nchi nyingi ni sehemu ya mashirika makubwa ya kitaifa duniani, na mashirika hayo yapo chini ya wafadhili watu wenye pesa kubwa. Mfano familia kama Rockefeller, Rothschild na kuendelea. Kwa hiyo nguvu yao ndani ya nchi yoyote ambayo ipo chini ya maendeleo ya mikopo, yani chini ya maendeleo ya mikopo yao, ni rahisi kwao kupata vibali vya kufanya biashara bila kuzuiliwa. Mfano mwepesi zaidi ni pale ambapo kampuni ya kimataifa inapokuja nchini kwa ajili ya wekezaji, inachagua eneo inalotaka kuwekeza. Na kwa nje inaonekana kama ni kampuni moja labda kutoka India, lakini ukifuatilia msururu wa wamiliki unakuta ni wanachama Black Trinity. Hivyo hata mradi wowote unapopitishwa na shirika hilo, kampuni huwekwa mbele tu kama kisingizio. Ushawishi wa Hamza kwenye umoja huo ulikuwa ni mdogo sana. Istoshe, kwake ulikuwa ni kama umoja wa siri wa aina Bilderberg Group ambao aliwahi kupambana nao vikali. Hamza akasema kwamba ndio maana wana majivuno yote haya, kumbe wanatokea kwenye shirika hili la siri. Aliongea Hamza huku akishika shingo yake, kisha akasema kwamba basi fanya mpango wasiliana na huyo Ratai. Yote vile eneo hili limetolewa na serikali kwa ajili ya watoto kaa. Hatutaondoka hivi hivi tu. Dina akasema, nilidhani unataka nitume watu kwenda kumuua Ratai. Usiniambie siku hizi umezeeka na hasira zako zimepungua. Hamza akasema, hili sio swala la mimi kupunguza hasira, ni kwamba sitaki kupoteza nguvu nyingi sana kudili nao. Sioni kama wana thamani hiyo. Alafu pia Madam Warden hakutaka jina la kituo chake kuhusishwa na mambo mengi. Aliongea Hamza mara baada ya kuonana na wataalamu wale wa level za uhodari na kupata uzoefu juu ya ukubwa wa dunia. Hamza alizidi kupoteza hamu ya kujihusisha na mambo mengi ya kibinadamu. Alichohitaji ni kuona watoto walioachwa na Warden wanakuwa na kufikia mafanikio yao wakiwa na furaha. Kuhusu huyo bwana anayefahamika kwa jina la Ratai wa kampuni ya Taita, hakuona hata haja ya kushindana naye. Kadri upana wa mawazo ya mtu ulivyo, ndivyo upana wa uwezo wake wa kuliangalia anga, na ndivyo namna ya kuona yale yasiyoonekana. Basi Dina akasema kwamba nimekupata, nitatumia nguvu ya mtandao wangu wa chatu ili kutafuta namna ya kuongea naye ana kwa ana, so nitakupatia taarifa ya kitakachoendelea. Aliongea Dina. Msikilizaji, kwa ukubwa wa Black Trinity, mtandao wa chatu ulikuwa mdogo sana. Hata hivyo, hadhi ya Dina katika ulimwengu wa giza ilitosha kabisa kuzingatiwa kama angependa kukutana na bwana huyo. Istoshe, ushawishi wa mtandao wa chatu ulikuwa mpana mpaka nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa Hamza mara baada ya kukata simu alimwangalia Priscilla na kumwambia kwamba Dina analishughulikia hili swala. Muda umeshaenda sana, kwa hiyo fanyeni mpango kwanza watoto wapumzike. Basi Priscilla alitingisha kichwa kuelewa, na kisha akawapa maelekezo wa mama waliokuwa wakisaidia watoto na kuingiza kwenye mabweni kwa ajili ya kupumzika. Ingawa eneo hilo mwanzoni lilikuwa na mabweni kwa ajili ya watu wazima, mazingira yake yalikuwa ni rafiki pia kwa watoto. Sasa Priscilla akauliza kwamba Hamza, unarudi nyumbani? Hamza alifikiria kwa dakika kadhaa, kisha akasema kwa tabasamu la upole ya kwamba hapana, nitalala leo hapa hapa, siwezi kuondoka mpaka ile swala lipate mwafaka. Basi Priscilla baada ya kusikia kauli hiyo alijikuta akiwa na furaha, akamkumbatia Hamza huku akimbusu shavuni. Hamza alihisi haya usoni. Ingawa Priscilla alikuwa msomi na mwenye uzoefu mkubwa, bado jukumu la kusimamia watoto kama hao, hasa baada ya eneo la makazi kuharibika, halikuwa dogo.
Kama ambavyo shule za awali na chekechea hutumia juhudi kubwa kupokea watoto asubuhi mpaka muda wa kuondoka, Priscilla alikuwa akiweka juhudi masaa 24 wiki nzima kuhakikisha kwamba watoto wako salama na wenye furaha. Sasa Hamza akasema kwamba twende tukaangalie kama watoto wote wamepata pa kulala. Basi mara baada ya kukagua mazingira na kuona watoto wote wamepata vitanda na usafi umezingatiwa, Hamza hatimaye alitoa simu yake na kumtumia Regina ujumbe kupitia WhatsApp akimweleza kwamba hatarudi nyumbani. Hamza akasema kwamba Priscilla, vipi kuhusu baba? Na maanisha Profesa Singano. Aliuliza Hamza mara baada ya kutoka kwenye mabweni ya watoto. Ukweli ni kwamba alitarajia kumuona Profesa Singano akihudhuria msiba wa mzee Hiza, maana walikuwa ndugu. Sasa Priscilla akasema kwamba baba kwa sasa yupo nchini Peru. Nimewasiliana naye kuhusu msiba na amesikitika sana kwa kile kilichotokea. Hata hivyo, kutokana na majukumu imekuwa ni ngumu kwake kusafiri kurudi. Nimeongea naye na amekutaja pia na kukumbuka. Lakini kubwa zaidi amesema kuna mzigo baba mdogo atakupatia. Hamza alishtuka kidogo akasema, baba mdogo? Priscilla akasema ndio, mdogo wake anayemfuatia anaitwa Peter. Kwa sasa ni raia wa Canada. Aliongeza Priscilla na kumfanya Hamza kushangaa kidogo na kujiuliza ni mzigo gani huo. Ukweli ni kwamba licha ya kumjua Profesa Singano, Hamza alikuwa akimfahamu kwa uchache sana. Alitamani kumjua zaidi, kwani kwa uzoefu wake alimuona profesa kama mtu mwenye hekima na uzoefu mkubwa. Hata hivyo, muda huo simu yake ilianza kuita. Mara baada ya kuona Dina, alipokea mara moja na kumuuliza vipi, imekuaje? Sasa upande wa pili sauti ya Dina ilionekana kutokuwa na utulivu. Akasema kwamba Habi, huyu Ratai amekataa kabisa kunipa uzito wote. Hamza akasema Hamza alionekana kushangaa kidogo. Hata hivyo muonekano wake uliendelea kubaki wa kawaida. Akauliza kwamba amesemaje baada ya kuonana naye. Dina akasema kwamba Ratai kasema tuwe mtandao wa chatu au wapanya, sisi ni kajikundi kadogo tu ambako hatuna hadhi ya kufanya maongezi naye. Kasema kwamba eneo hilo la kanisa lazima libomolewe usiku huu na kisha kujengwa shule ya watoto wa matajiri, na mtu yeyote atakayemzuia hata. Hamza kwa tabasamu akauliza atafanya nini? Dina akasema anamaanisha kwamba ataua yeyote ambaye atamwingilia katika mipango yake. Hamza alionekana kuinamisha kichwa chake huku akiangalia pakiti ya sigara aliyoshikilia. Pale alijikuta kibana simu kwa bega na kuchomoa moja kisha kuiwasha na kuvuta moshi. Hamza alisema kwamba Dina, huyo jamaa anaonekana kuwa na kiburi mno na maringo. Sasa kwa nini usingeenda tu na watu kumshikisha adabu? Dina akasema nilitaka kufanya hivyo, ila kwa sababu mpango wangu wa mwanzo ulikuwa ni kuongea naye kiungwana tu na kufikia makubaliano, ndio maana nikaona niunane naye mwenyewe. Ila hata hivyo, kwa sababu ana ujeuri wa kuongea maneno haya mbele yangu, licha kujua nguvu yetu sio ndogo, lazima kuna nguvu nyuma yake inayomfanya amini hatuwezi kufanya chochote. Anaongea Dina. Hamza alishakubaliana naye na kisha akasema kwamba basi wewe rudi tu nyumbani kwanza, ngoja nifanye utafiti wa kujua mtandao wote wa Blacknet hapa nchini na kuona kama kuna kitu cha upekee. Aliongea Hamza kisha alikata simu na kumpigia Regina. Regi upande wake hakuwa amepumzika bado. Mara baada ya Hamza kumwambia alitaka kujua kwa undani kuhusu umoja wa siri wa Utatu Mweusi, haraka sana alituma ombi hilo moja kwa moja kwenye kitengo cha binamu. Msikilizaji, Utatu Mweusi sio umoja mdogo kabisa, hivyo binamu walikuwa tayari na taarifa zao. Hata hivyo, kwa taarifa ambazo Regi alipata kutoka binamu, umoja huo kwa upande wa Afrika haukuwa na nguvu kubwa sana. Ulitegemea zaidi kufundisha wanajeshi mafunzo ya nishati, kuingia ushirika na wanajeshi wa nchi pamoja na kukodi masenari. Kwa lugha nyepesi, nguvu yao ya kujilinda ilikuwa kwenye kutegemea walinzi na wanajeshi wa kawaida walioko vitengoni ili kupata intelijensia za mapema na kujilinda. Hamza mara baada ya kusikia taarifa hiyo alijikuta akishangaa kidogo na kujiuliza kwamba ina maana huyo Ratai ni mjinga kiasi hicho. Ni muda huo Hamza aliweza kusikia sauti za vishindo vya viatu zikitokea upande wa geti la kuingilia eneo hilo. Alishia kukunja sura tu na kisha kupiga hatua kuelekea huko. Mara baada ya kufika eneo la uwanja karibu na mahema ya kusalia, aliweza kuona gari aina ya Bentley nyeusi ikiingia eneo hilo, huku sasa kushoto na kulia ikiwa imezingirwa na mabodyguard waliokuwa wamevalia nguo nyeusi. Walinzi hao walikuwa wazungu pamoja na weusi. Kwa ufupi walikuwa mchanganyiko na wote walikuwa wamejazia miili. Hamza mara baada ya kukagua mabodyguard hao, pale aliweza kuhisi msisimko wao ulikuwa sio wa kawaida na alielewa moja kwa moja lazima watakuwa wameajiriwa kutoka kwenye taasisi za kimasenari zenye nguvu
ambazo hutumia mbinu mbalimbali kuwafanya kuwa na uwezo usio wa kawaida. Alafu kubwa zaidi ni kwamba mabodyguard hao wote viunoni mwao walikuwa na bastola. Kutokana na sheria za nchi, ni mara chache sana kuona walinzi wakitembea na silaha waziwazi namna hiyo. Hata kama wewe ni tajiri, bado mabodyguard wengi hawakupewa silaha za moto bila ridhaa ya serikali. Mara baada ya gari ile kusimama, bodyguard aliyeonekana kuwa kiongozi wa wenzake alisogea na kufungua mlango wa nyuma wa gari hilo. Pale pale alionekana mwanamume wa Kihindi aliyevalia shati refu kama koti la kufika magotini hivi, na lilikuwa ni la rangi ya light blue hivi, huku eneo la kiunoni akiwa amefunga mkanda wa hems. Chini alivalia suruali nyeusi na viatu vilivyong'arishwa vyema kabisa. Ni style fulani hivi ya mavazi aina ya tabard, lakini yenye muundo wa kisasa zaidi. Kwa hiyo bwana alikuwa na nywele fulani hivi zilizojikunja kichwani na alikuwa ameshikilia kitambaa cha hariri, akionekana kufuta kioo cha miwani. Kulikuwa na hali fulani hivi ya maringo, yani ni kama mfalme fulani hivi wa miliki kubwa. Sasa ule Muhindi huku akimwangalia Hamza akasema ya kwamba nimesikia hapa kuna mtu kutoka mtandao wa chat anataka kutuzuia kubomoa ile eneo. Kwa ninavyoona hapa nadhani utakuwa wewe bwana mdogo Hamza alisha kumwangalia bwana huyu aliyejaa maringo, kisha akauliza akiwa na tabasamu ya kwamba wewe ndio Ratai. Yule bwana mara baada ya kuulizwa swali hilo, macho yake yalijaa ukali na kisha akasema unajiona nani mpaka kuniita kwa jina langu moja? Watu wana viburi kudadadeki. Ukitaka kuita jina, ita majina yote kama vile Lucas, Lumbas au Roma Ramon au Mwamba Hamza mzee. Sasa huyu Ratai anamwambia Hamza ya kwamba unajiona nani mpaka kuniita kwa jina langu moja? Je, Ratai anamjua Hamza ni nani ama Hamza anamjua Ratai ni nani? Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, na kushukuru sana kwa uwepo wako mpaka dakika hii. Mdoto ulikuwa na Lucas Lumbas. God bless you till we meet again. Bye bye.